kama watu walioitwa kutoka gizani kuingia katika nuru ya ajabu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ninyi nyote nami nikiwemo, nikiwatazama na tukijitazama, tunaonekana tumeitwa, tumeondolewa katika uovu, tumetolewa katika dhambi, tumeingizwa katika upya wa uzima katika utakatifu na Yesu. Haleluya! Na kwa namna hiyo sisi tunahesabika kuwa nyumba ya Mungu. Sisi tunahesabika kuwa jengo la ibada ya Bwana, kwa sababu ngoja niwaambie ndugu zangu, Bwana haji kukaa katikati ya majengo yaliyojengwa na mikono ya wanadamu. Bwana anakuja kuweka maskani kwangu na kwako katika mioyo yetu. Haleluya! Na ndio maana mahali fulani Biblia ikasema, au hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu takatifu la Bwana? Tena hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ni akina nani? Ni sisi. Kwa namna hiyo, ninyi kama familia ya wasomi, ya wanavyuo, ninyi katika imani ni nyumba ya Mungu. Ninyi katika imani mumebeba utambulisho wa Yesu. Na ndio maana viongozi wa kanisa wakafika hatua wakasema, hatutawaona tukasa kana kwamba ni watu ambao hawana nguvu, kana kwamba ni watu ambao hawajiwezi. Ni watu wanaotembea na Mungu hata katika masomo yao kule vyuoni, tuyatambulishe kuwa makanisa. Haleluya! Nataka niwaambie ndugu zangu, kwenye campus zetu, kwa kadri zitakavyoendelea kuimarika na kukua, tutazitambulisha kuwa familia kamilifu ya kiroho katikati ya presha nyingi za kijamii na taaluma. Yesu anainua nguzo ya nyumba yake. Na ngojeni niwaambie, nyinyi TIA kuwepo hapa na Bwana akadhihirika kwenu, mnaleteleza baraka kwenye chuo cha TIA. Nataka niwaambie ndugu zangu wanateku, kwa kuwemo kwenu kama nyumba ya Mungu katika chuo chetu cha TEP, Bwana anapotembelea chuo hicho kupitia kwenu, TEP yote inabarikiwa. Nataka niwaambie ndugu zangu wana Musti, kuwepo pale Musti, mkiinua bendera ya Bwana, malaika wa Bwana wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka, uwepo wa Bwana unatawala kwenu. Ninyi unasababisha Musti nzima ibarikiwe. Na kwa kuwa ninyi mnakuwa vyanzo vya baraka, utunzeni utakatifu wenu. Kanisa ni nyumba ya Mungu aliye hai. Katikati ya changamoto za maadili, mtaibuka na mtachipuka ninyi kama vyanzo vya nuru vyenye kubeba sura na tabia ya Mungu. Asubuhi ya leo nilikuwa nasoma kesho la asubuhi na familia yangu, tukakumbushwa kwamba sisi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Na kwenye ile kesho la leo nikasema, tusiruhusu utando wowote uzuie nuru yetu. Tusiruhusu ukungu wowote uzuie nuru yetu. Siku moja nilikuwa nasafiri kwenda Chunya, kwenda kupanga mtaa wa Lupa Tingatinga, kule Lupa Tingatinga. Nimeondoka tu, kwa kweli ilikuwa ni Ijumaa, kwa hiyo Jumamosi tunafanya ile huduma. Niliondoka kama saa 9 hivi. Nimepandisha kutoka Iganzo nikapanda kwenye milima ya Chiwetere. Kawetere. Kule juu karibu na minara Pastor Kasiba nikakutana kwa mara ya kwanza, naendesha gari nikahisi mapaja kutetemeka, naendesha gari. Nikajiuliza katikati ya hiyo, kwa nini nimeingia? Sijawahi kuendesha gari, nikakutana na ukungu. Pastor Kasiba alipo simuoni. Unasikia unaona anapita kama kabodaboda, mtu anapita mwendo, nilitembea speed chini ya 5. Maana mwisho huku kwenye barabara upande wa huku kuna mstari mweupe ule, sijui wa njano, unazuia unakupa kinga kwamba huku kuna wakatikati. Huku, yani hapa gari inapoishia umesimama, naendesha iko mbele,
gari langu linapoishia sioni huu mstari mwishoni uko wapi. Wa huku mbele ninapokwenda hivi, gari lilipoishia ndo hapa. Nikajiuliza, hivi nimeingiaje huko? Si ningesubiri kidogo. Baadaye naona basi liko nyuma yangu na leo linakuja mdogo. Nikawasha full light. Sioni hiyo full light, na sioni kama inamulika mbele. Nikabakiza tu ile hazard. Taratibu nilitembea mule dakika 2. Kubwa utafikiri nimepita mwezi mzima mule ndani. Kumbe wakati mwingine kwa uwezo ukatokea ukungu katikati ya safari ya maisha kutokana na mifumo ya maisha. Unajua tukiwa vioni unahesabika ni mtu mzima. Unaruhusiwa kufanya chochote ili mradi usivunje sheria za nini? Za nchi na kadhalika. Na uko huru. Na watu wako wanapenda chochote ambacho anakiona, lakini wewe ni mtakatifu kwa Bwana. Ni kanisa la Mungu. Kwa kuwepo kwako Bwana kutumie kuangaza na Bwana kutukuzwe katika jina la Yesu. Ndugu zangu, sikiliza. Kanisa la Mungu ni msingi wa kweli. Sio tu kujua ukweli, yani sisi tujue ukweli, bali kufanya uonekane waziwazi chuoni kwako. Tuko hapa si tu kwa ajili ya taaluma na tusome. Na hakikisha GPA yako isiwe ya chini. Haleluya. Maana Mungu anakusudi na wewe na ana mpango na wewe. Yaani mwingine anasoma asa mimi kimaliza diploma basi. Sikiliza hilo wazo liondoe kuanzia leo katika jina la Yesu. Mwingine anasema mimi kimaliza tu undergraduate, kimaliza tu degree yangu hii basi. Niliwaambia siku moja wanamusi ya kwamba hakikisha doctorate katika jina la Yesu. Bwana akutamke siku moja na kutambulisha somebody as a professor kwa msingi mkubwa ambao ulijengewa hapa, kwa kutunza utukufu wa Bwana na Bwana na kuinua pamoja na kuingia katika taaluma na kujikita. Hivyo Mungu amekuweka hapa kwa kusudi maalum la kuangaza utukufu wake, na ndio maana hatuna haya kuanzisha makanisa katika kampasi zetu kwa sababu ya utukufu wa nani? Wa Bwana. Na kwa namna hiyo, ndugu zangu, ishi utume wako kupitia maisha matakatifu ambayo unayajua katika mwenendo wa Mwadventista. Tengeneza mahusiano yako yenye heshima kwa mujibu wa utukufu wa Bwana ulio nao. Uwe Mkristo kweli. Hostel, mitandao ya kijamii, kokote utakapokuwa, mwinue Yesu. Ndugu zangu, naomba niwakumbushe, kanisa si klabu ya dini, ni nyumba ya Mungu. Narudia tena, kanisa si klabu ya dini, ni nini? Ni nyumba ya Mungu. Lazima tofauti onekane. Mumeanzishwa kanisa, si klabu. Biblia inasema Bwana yumo ndani ya hekalu lake. Jambo la pili, kanisa lazima liwe na msimamo katika kweli. Mnasimikwa, mnatengenezwa kuwa mtaa. Isimamieni na ishi kweli mnayoiamini katika neno la Bwana. Kanisa la chuo, kwa kuwa limejengwa katika kweli ya Mungu, lisipoteze msingi wa Biblia. Jambo la tatu, kanisa ni ushuhuda haya. Wanafunzi wengine hawatasoma Biblia, watakusoma wewe uliyetambulika kuwa kanisa. Yaani sio watu watasoma hii Biblia au watakusikiliza unahubiri, watakutazama ulivyo kama Mwadventista na watasema na mimi nataka niwe kama wao. Haleluya. Najua changamoto zipo, lakini mwenye kanisa lake ambaye yuko pamoja na wewe atakuita na kukushikia. Naomba kuuliza ndugu zangu wanavyo na tukasa na tuliokuja katika ibada hii, ni nani kati yetu anayesema niko tayari Bwana kusimama kwenye kweli katika kanisa lako kwa kampasi ulioniruhusu nisome?
niko tayari Bwana kusimama kwenye kweli yako. Lakini mbili, unasema niko tayari kuishi tofauti chuoni. Sitakwenda na mobu ya chuo inavyokwenda, naenda na mobu ya jina la Bwana. Naenda kama Bwana unavyonitaka niishi katika chuo na kampasi niliyopo. Lakini jambo la tatu, nasema niko tayari kuwa sehemu ya nguzo na msingi wa kanisa lako. Kwa nini usiimbe ushirika pamoja na furaha na ushirika? Furaha ni na ushirika nikimtegemea Yesu tu. Baraka ni tena amani nikimtegemea Yesu tu. Ndugu zangu, kanisa ni mlinzi na mwonyeshaji wa kweli ya Mungu kwa dunia. Weka kitu ndani yangu nikupende Mungu, na niwapo chuoni nikuwakilishe katika kanisa lako. Unaweza kupunga mkono. Kwa nini usisimame tunapokwenda kuomba? Bariki sana. Bariki sana. Sasa kasipa atakuombea. Pastor, naomba uje kuwatamkia baraka watoto wa Mungu hawa walioko nyuma. Baraka za ushindi dhidi ya magonjwa, dhidi ya changamoto mbalimbali, watamkia baraka. Lakini pastor anapowatamkia baraka, tutaimba ubeti wa pili. Hapa nitahitaji watu wenye ujasiri wa imani wanaosema, Mungu, nahisi kupungua katika imani, moyo wangu nahisi Mungu na kwaya pasipo kufanya kitu sabato ya leo, wewe nisikuwakilishe vizuri. Sio kwamba nakusema una dhambi, no, yaani moyoni mwako unahisi bado unahitaji nguvu ya Mungu iwe juu yako ili ufanye imara maagano yako na Bwana. Ikiwa upo, tutakapotoka tunaimba nitaiweza njia nyembamba, wewe utatembea kuja mbele. Ni agano lako na Mungu la kuhitaji nguvu ya ziada. Jaza Roho Mtakatifu juu yako. Pata nguvu, baada tu hapa juu, uje kabisa huko juu. Tutakapotoka tunaimba wimbo huu, wewe njoo. Na yule ambaye hajawahi kubatizwa au alianguka na hata hatujui, lakini huenda ana ushirika na Yesu, wewe na wewe ungana na huko, njoo. Tujiweke kwa kifua. Beti wa pili. Nitaiweza njia, njoo, unahitaji nguvu hiyo. Kimtegemea Yesu, njia
ujasiri, imani, commitment mlioiweka kwa Mungu wenu akawajaze katika jina la Yesu. Zaidi uovu uachwe, dhambi zikatawe, umuishi Yesu. Bwana awabariki. Kati yenu nione kuna mkono wa yule anayebatizwa, hata si leo wala sio leo, lakini tukuandae kwa ajili ya ubatizo huo. Naomba unyoshe mkono. Uliyebaki huko kwanza nione. Basi mmoja anasema nibatizwe. Asante. Hauko? Jamani, Mungu awabariki. Mungu awabariki. Huko naomba nione mikono yenu upande wao. Bwana awabariki. Pastor Kasiba, karibu baba. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, muumbaji wa vitu vyote vilivyomo katika dunia hii na mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako mchana wa leo. Tumeona mkono wako kupitia kwa mtumishi wako kwa hotuba nzito aliyoitoa kwamba sisi tumeitwa kutoka duniani tuwe kanisa lako takatifu. Bwana, tusaidie popote tunapokuwepo tuweze kuwa kanisa takatifu. Watu wanapotuona wakuone Kristo kupitia katika maneno yetu, wakuone Kristo katika mienendo yetu, wakuone katika mavazi yetu na mionekano yetu yote. Tukutukuze Mungu wa mbinguni. Asante kwa ajili ya somo hili la pekee sana ambalo limegusa sana mioyo yetu mchana wa leo. Tumejitoa kwa kusimama, lakini wengine wamejitoa kwa kuja mbele. Bwana, kila mmoja anajua siri yake nawe. Wewe unayesoma mioyo yetu na mawazo yetu na akili zetu, ninakuomba ukamtendee kila mmoja kwa kadri ya hitaji lake. Wengine ni uzembe, wengine ni uvivu, wengine ni kurudi nyuma, wengine ni kukata tamaa, wengine ni hofu. Bwana, wote kila mmoja kwa mengi ambayo hatuwezi kuyataja, lakini wewe unayajua. Bwana, naomba kila mmoja ukamtendee kwa kadiri ya maombi yake moyoni, ukamtendee kwa kadiri ya uhitaji wake, lakini mapenzi yako, kwa kuwa Bwana wewe umekuwa kutupatia vilivyo vyema, naomba kila mmoja ukampatie kilicho chema kwa ajili ya maisha yake ya kimwili, lakini pia kwa ajili ya maisha ya kiroho. Wasaidie watoto wako hao katika masomo yao, wanakutana na changamoto nyingi. Bwana, naomba ukawashindie. Wengine ni changamoto za ada, wengine ni changamoto za masomo, wengine ni changamoto mbalimbali zinazohusiana na mambo ya masomo. Bwana, naomba kila mmoja ukamwangalie, ukamtendee. Tunatamani kusikia kwamba watoto wako hawa wana GPA za juu, kwa sababu ndivyo tunavyosoma kwamba akina Daniel walionekana kuwa bora katika mambo yote ya ufahamu wa Babeli. Bwana, hawa nao naomba ukawatendee. Mungu wetu, wako waliojitoa kwa ajili ya ubatizo, tunashukuru kwa ajili ya uamuzi wao huo, tunashukuru kwa ajili ya ujasiri wao huo. Bwana, naomba wafanye kuwa imara, wafanye kuwa wenye subira. Siku ya ubatizo inapofika, wabatizwe na jina lako liendelee kutukuzwa sana. Asante kwa ajili ya mchungaji wenu, yale yote yaliyofanyika leo, hotuba hii, kupanga makanisa yote, tunashukuru kwamba umemwezesha. Endelea kumtumia tena na tena, mbariki yeye pamoja na familia yake. Mungu wetu, bado kuna mambo yataendelea mchana, tunaweka yote mkononi mwako, yakawe chini ya ulinzi wako. Tunaamini yatafanikiwa na jina lako litaendelea kutukuzwa sana. Hatusahau kukiombea chuo chetu hiki, kibariki, bariki uongozi na bariki yote wanafunzi wengine wote ambao hawapo hapa lakini wanachuo, kwa kuruhusu kanisa lako kufanya ibada leo hapa. Tunaomba chuo kizima kibarikiwe. Asante Baba kwa kumesikia maombi yetu. Ninaomba nikiamini katika jina lako Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina.